lakini malengo yetu ya mkoa kwa mwaka mzima ni bilioni 142. Lakini kwa kipindi hiki cha miezi 8 kwa lengo la bilioni 95 tumeweza kukusanya bilioni 106. Sawa na asilimia 112. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza sana wafanyabiashara wa mkoa wetu wa Mbeya kwa kazi kubwa wanayoifanya ya kujenga taifa lao kupitia kodi. Hongereni sana. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, nitaka tu nikumbushe huu mwezi wa 3 ni mwezi wa mwisho kwa wafanyabiashara kwa maana ya makadirio. Kwa hiyo niwahamasishe tu wajitokeze kwa wingi, kwa sababu ukichelewa hapo utakutana na penalty ambayo sisi hatuiteteni sana, kwa sababu ile sio kodi. Sana tu itakula mtaji wako. Kwa hiyo niwaombe sana. Lakini kingine Mheshimiwa Mwenyekiti, ambacho nitaka nisisitize ni kwamba tulipokea maelekezo kutoka kwa Waziri Mkuu. Nadhani nimezungumza mambo mengi sana hapa kwamba wananchi wanatakiwa waone kama ni majengo au kama ni miradi inayofanyika kupitia kodi za wananchi. Na hii kutokana na unakuta choo au vyoo viwili unakuta kimeandikwa choo hiki kimejengwa kwa ufadhili wa pesa za Wamarekani au Japani. Kwa hiyo tuliagizwa kupitia miradi yote ya mkoa tuweke mabango tuseme kwamba mradi huu umefadhiliwa na kodi za Watanzania. Kwa hiyo nitaomba wakuu wenzangu wa taasisi, wakurugenzi, kwa miradi yote iliyopo mkituona tunaweka mabango msitushangae. Leo ni maelekezo. Lakini mwisho kabisa Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niwahakikishie mkoa wa Mbeya utulivu uliopo wa kibiashara na utulivu wa usimamizi wa kodi tutaendelea kuusimamia. Baada ya kusema hayo, nashukuru sana.